Ndugu zangu, leo ni sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda. Katika sikukuu hii neno la Mwenyezi Mungu leo linatukumbusha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ninyi ni raia pamoja na watakatifu. Hivyo twaweza kusema mna uraia pacha usio na ukinzani, uraia pacha usiokuwa na ukinzani, raia pamoja na watakatifu. Tena ninyi mnayo makazi katika Mungu na ninyi wenyewe ni makazi ya Mungu. Ndugu zangu, jambo hilo ni la muhimu sana kukumbuka katika maisha yetu ya kiroho. Na uraia huu pamoja na watakatifu ni uraia msingi, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu kwa kuumbwa na kwa ubatizo wetu. Hivyo sisi tunayo makazi, ni wenyeji, ni raia pamoja na Mwenyezi Mungu. Na jambo hilo, uraia huo hauanzi baada ya kifo. Uraia huo ni tangu sasa. Tujitambue hivyo na tuishi kweli kama raia pamoja na Mwenyezi Mungu. Maisha yetu nyumbani, kazini na popote tujitambue hivyo. Jambo la pili, Bwana wetu Yesu Kristo, kabla ya kufanya jambo kubwa, kuwaweka mitume hao ambao miongoni mwao tunawasherekea leo, alikesha akisali. Nasi tunafunzwa kuchukulia maanani suala la kusali na kutafakari kabla ya kufanya maamuzi na mambo makubwa katika maisha yetu. Wale wanaojiongea daraja ya upadre au maisha ya utawa hufanya mafungo kabla ya kuingia katika hatua hiyo, na bila shaka watu wa ndoa pia hufanya semina na mafungo kwa ajili ya kuingia katika hali hiyo ya ndoa. Hivyo sala ni kati ya vitambulisho vya sisi tulio raia pamoja na Mwenyezi Mungu, sala. Lakini pia mwenendo na maisha yetu mitarafu upendo ni kitambulisho cha pili cha wote tunaojitambua kama raia pamoja na Mwenyezi Mungu. Na matokeo ya sala ni utakatifu wa maisha. Bwana wetu Yesu Kristo anaposhuka pamoja na mitume wake, watu wanaomtazama wanagusa utakatifu, wanapona. Tumwombe Mwenyezi Mungu sisi pia tunaposhiriki matakatifu tuonje na tupate matokeo yake, ikiwa ni pamoja na kuwaambukiza wengine maisha ya utakatifu, upendo, huruma na kadha wa kadha. Watu wanaokutana na sisi wavutwe sio na sura zetu, bali na utakatifu tunaochota katika maisha ya sala. Tumsifu Yesu Kristo.